Yes, kimsingi tumefika hapa. Kundi kubwa lililoko hapa ni wadau kutoka asasi za kiraia kutoka mikoa mbalimbali ikiwepo ya umoja wa wanaume. Lakini moja ya changamoto ambazo zimejitokeza hapa ni pamoja na kuulizwa swali jinsi ambavyo baadhi ya wanawake wakilalamika kwamba huwa wanachukua mikopo, lakini baadaye basi waume zao wanachukua zile fedha alafu wanazitumia kwa matumizi ambayo hayakukusudiwa, na baadaye inapofikia sasa changamoto ya madeni haya, basi inakuwa ni vurugu kwenye familia, na inafikia mahali sasa wanaume wenzetu hawa wanakimbia nyumba, wanamwachia mwanamke deni. Sasa kupitia umoja huu wa wanaume, sisi tuna nafasi kubwa sasa kutokana na organization structure hii. Tuna wanasheria ambao kimsingi moja ya majukumu ambao watatusaidia ni changamoto hizi za wenzetu wanaume ambao wameonekana wanaondoka nje na majukumu yao, ili kuweza kuwaelimisha namna bora ya kuishi na familia, lakini zaidi sana kushirikiana nao pale ambako wanataka kuomba mikopo au namna gani. Lakini lingine la pili, tatizo liko pia kwa wenzetu hawa wanawake pia. Asilimia kubwa ya wanawake tumeona kwenye hii mikopo ya kausha damu, wanakwenda wanakopa, hamshirikishi mume wake. Mwisho wa siku mume anahangaika kwenye mambo yake, anapigiwa simu kwamba nyumba inauzwa. Sasa tunashindwa kuelewa kwamba ni nani amekwenda kusaini kwa nafasi ya mume wake. Kwa hiyo ni wasihi sana kupitia umoja huu ambao sasa tunakwenda kuunganisha nguvu, sababu lengo la umoja huu sio kupambana na wanawake, ni kuunganisha nguvu ili kujenga familia ya pamoja iliyo bora. Tushirikishane pale ambako unaona panahitaji mkopo, mshirikishe mmeo, ili mwisho wa siku basi iwe ni maamuzi ya familia. Lakini zaidi sana tushirikiane kwenye makuzi ya watoto wetu. Umoja huu umeanzishwa kwa sababu kubwa nyingine ni kwa ajili ya watoto wa kiume. Tumewatelekeza kabisa watoto wa kiume. Matokeo yake sasa watoto wa kiume wamekosa namna ya kushikiliwa. Wengine sasa wanajiingiza kwenye masuala ya ushoga, ulawiti, madawa ya kulevya, kwa sababu ile tu ya kukosa malezi ya karibu ya wazazi, na lawama zote tumetupiwa sisi wanaume. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers, zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.